ndipo tukatoka kusema kuwa wakati Yosefu alipopendwa na baba yake na kununuliwa kanzu yenye rangi mingi, ndugu zake walimchukia na kupitia kwa pala wangeongea jambo lolote lizuri kumuhusu na hakumpenda. Na nikasema ya kuwa sometimes what you undergo is not because you have done something wrong. Mara mingi watu wengi wanaoteseka sio sababu kuna mtu alikosea, ni sababu ya kuwa kuna mtu mwenye wivu, kuna mtu mwenye uadui, mtu aliyekufanya wewe kuwa adui yake, aliyekutenga na kukuweka kando na sababu ya kukuangamiza. Na acha nikwambie mtoto wa Mungu, mara mingi watu wanaangamizwa, wana wa Mungu wanaangamizwa na watu walio na mapepo na watu walio na roho mbaya. Kumbuka ya kuwa maajendi wa shetani hufanya kazi tatu. Maajendi wote wa shetani hufanya kazi tatu: kuua, kuharibu na kunyang'anya. Maajendi wote wa shetani, wakati unaona kitu katika maisha yako kinakufa, wakati unaona kitu katika maisha yako kinaharibika, wakati unaona kila saa unanyang'anywa vitu, umenyang'anywa mume, umenyang'anywa mke, umenyang'anywa kazi, umenyang'anywa biashara, umenyang'anywa mali yako, hiyo ni kazi ya maajendi ya shetani. Na shida yao tu ni wivu na roho chafu. Wivu na roho chafu. Na ndipo unaona hapa wakati tumesoma katika Genesis chapter 3 hapo mstari wa 4, tunapata kuwa ndugu zake walipoona, mstari wa 4, when his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word towards him. Na ndipo nikakuwa nikisema kuna watu ambao kila saa umekonda hapo, umeishi maisha ya shida sababu ya watu kukuongelea vibaya. Kila saa ukikaa uende mahali popote kuna watu wanakuongelea vibaya. Na kuna kitu moja nataka ujue, kama unaona watu wanakufuata na midomo mibaya, unaona watu wanajaribu kukusimamisha, wanajaribu kupinga mambo yako, jua ya kuwa wewe ni mtu wa maana sana katika hii dunia. Wewe ni mtu utaweza faulu, wewe ni mtu unaweza kuwa mtu wa maana. Wewe ni kiongozi, wewe ni mtu Mungu amechagua na ametenga na una sababu ya maana. Wewe ni mtu unaweza kuwa mtu wa kukua kitu ambacho kinaweza fananishwa ama watu wanaweza taka kujifanisha na chenyewe. Wewe ni mtu ambaye Mungu anataka kukuinua kupeleka kiwango cha juu, lakini watu wanakupiga vita. Maajendi wa shetani wanakupiga vita. Shetani hutumia mtu yote, shetani hutumia chombo chochote. Hata watumishi wa Mungu sengine hutumika. Unapata uko kanisani uko na kipawa, lakini mtumishi wa Mungu anakuzuia, anatumika kuzuia kipawa chako, na kupitia kwa hiyo unafeel uko frustrated. Yosefu alisikia kuwa frustrated. Yosefu alisikia kila saa akiona ndugu zake vile walivyomchukia, alikuwa anasikia vibaya. Kuna mtu naye nitazama hapo, na imefika mahali unataka kujinyonga, imefika mahali unajichukia. Enda ukapige simu, enda ukatume ujumbe, na tutaenda kuomba na wewe, sababu ni wakati ambapo kuna maono makubwa. Kumbuka, tofauti ya maono na ndoto ni kitu kidogo sana. Tofauti ya maono na ndoto ni kitu kidogo sana. Sababu maono ni kitu ambacho bado hakijatimia, na ndoto ni kitu ambacho haujakiona lakini umekipata katika ulimwengu wa kiroho. Kumbuka, ndoto huunganisha mtu katika ulimwengu wa kiroho. Mara mingi watu huona ulimwengu wao wa kiroho katika ndoto. Mara mingi watu huona ulimwengu wao wa kiroho katika ndoto. Na ndipo unapata Yosefu alikuwa anaweza pata ndoto, na tunaingia katika mstari wa 5. Wacha nifungue Biblia Kiswahili tunapoingia katika mstari wa 5. Sababu ni kitu cha maana sana mtoto wa Mungu uelewe. Tunapoingia katika mstari wa 5, tunampata Yosefu akianza kuota. Tunampata Yosefu muotaji sasa. Ni kitu cha maana sana uelewe mtoto wa Mungu. Pale tunapata na Yosefu muotaji. Yosefu muotaji, nitasoma katika Kizungu. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated it all the more. Yosefu alikuwa na ndoto, na alipoambia ndugu zake ile ndoto, wakamchukia zaidi. Alipoambia ndugu zake ile ndoto, hawakumpenda. Wacha tusome katika Kiswahili. Mstari wa 5. Hapo ni Genesis chapter 37 ama Mwanzo 37 kuanzia mstari wa 5 nasoma. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Kitu cha kwanza nataka kuongea na mtu. Wewe kama uko na maono,
Kama uko na ndoto, wacha kuambia watu ndoto zako. Dada mmoja akakuja kanisani, mmeona ushuhuda wake, alikuwa amepokonywa mume. Na wakati ambapo alipopata yule boyfriend, wakati walipokuja pamoja, akaambia rafiki yake kuhusu yule boyfriend. Akamwelezea rafiki yake kuhusu yule boyfriend. Akamwambia niko na boyfriend, anakaa hivi na hivi. Akaenda akamuintroduce, wakasalimiana, wakajuana. Haikumaliza wiki, boyfriend yake akachukuliwa. Haikumaliza wiki, na mwenye aliyechukua ni mwenye aliyejua ni rafiki yake, akaenda kumwonyesha boyfriend yake. Watu wengi ndoto zao zinaibiwa, watu wengi ndoto zao zinachukuliwa na wale watu ambao mnaowapatia ndoto zenyu, wale watu mnaowaambia mambo zenyu. Vile unavyomwambia unataka kuoa dada fulani, vile unavyomwambia unataka kuolewa na ndugu fulani, vile unavyomwambia unataka kufungua biashara ina fulani, umepata duka mahali fulani, umepata kazi mahali fulani, anakimbia, anakuovertake. Hiyo ni katika hali ya kawaida. Lakini kuna hali nyingine ambayo sio kawaida. Unapomwambia maana yako, anaenda kwa mganga, anayafunikia kwenye chupa. Anaenda kwa mchawi, anapigia mamake, anamwambia kuna fulani fulani, na kutumia nguo yake ya ndani, na kutumia kitambaa chake ili tumfunge asinishinde. Tunafanya kazi naye, kazi ya maid, atazidi kuwa maid. Tunaishi naye kwenye nyumba, kama hatuna waume, hatujaolewa, sitaki aolewe mbele yangu, tumfunge. Yosefu akafanya makosa kubwa dunia hii. Mtoto wa Mungu, usijeiambia watu ndoto zako. Usijewahi ambia watu ndoto zako. Yosefu tunapata katika mstari wa kwanza, akapatia watu ndoto yake. Akapatia watu ndoto yake. Yosefu akaambia ndugu zake ndoto yake, wakamchukia zaidi. Siku ya leo kuna watu ambao wanahangaika sababu ya midomo yao wenyewe. Hawana siri. Hawana siri. Mtoto wa Mungu, kuwa mtu mwenye siri. Kuwa mtu mwenye siri. Jifunze kuweka siri ya mambo ambayo unaotaka kufanya. Jifunze kuweka siri ya mambo ambayo Mungu anakunenea katika ndoto. Kuwa mtu mwenye siri ya mambo ambayo unafanya. Kuna siri zingine za maana sana, huwezi ambia hata babako, hata mama yako. Watu wengi wanaosumbuka siku ya leo, sijasema ati babako na mamako ni wabaya, hapana. Nitakuelezea kwa nini. Kuna shida moja tulio nao na wazazi wetu. Wakati mtoto anapoanza kuinuka, wakati ambapo mtoto anaanza kung'aa, wanataka kujionyeshana mtoto wao anang'aa. Kwa hivyo kule mtaani wanaenda wakiongea vile mtoto wao anaendelea, vile mtoto wao ananunua gari, vile msichana wao anaolewa, vile msichana wao anapromotiwa, vile kijana wao amekuwa manager. Wanaenda wakiongea, kumbe kule kijijini kuna wale wazee unaowajua vizuri, wale wazee ambao watakangi familia zao zikishindwa, wale watu wenye wivu. Dakika wanakimbia mbio na wanakuharibia kila kitu, na unasukia maisha yako imekwama na mambo yako imeharibika. Yosefu akaambia ndugu zake kuhusu ndoto yake, na akawaambia ile ndoto. Hebu tusikie kuhusu hii ndoto aliyowaambia nini. He said to them, listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field, when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaf gathers around mine and bowed down to eat. Akawaambia, wacha nikusomee kwa Kiswahili. Akawaambia, tafadhali nisikizeni ndoto hii niliyoota. Tazameni, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenyu ikainama mbele ya mganda wangu. Akawapatia ile ndoto. Sikiza, hii ndoto ina maana yake. Ndoto hii inaonyeshana kuwa Yosefu anaenda kuwa kiongozi mbele za ndugu zake, kuwa ndugu zake wataenda kumwabudu. Ndugu zake wataenda kumwabudu. Naye hakuona ubaya, katika roho safi akawafunulia ile ndoto. Na kuna mtu siku ya leo, Mungu anataka kukuinua mbele za maadui zako.
Mungu anataka kukuinua mbele za watu waliokuchukia. Biblia inasema ya kuwa akaota ndoto, mganda wake ukasimama, ukainuka juu ya zile zingine, lakini miganda ya wale wengine ikashuka na kushujudu, ikainama ama kushujudu katika mganda wake. Hiyo ni hali ya kuonyeshana katika ile ndoto ya kuwa Mungu anamuinua Yosefu juu ya ndugu zake. Na Bwana akaninenea ninene na mtu, wewe unayenitazama, Mungu anataka kubadilisha maisha yako. Umekuwako ukiinamia watu, umekuwako ni kama mtumwa katika maisha yako, umefaidi watu, umebadilisha maisha ya watu, wakati yako inakwama. Siku ya leo Bwana akaniambia nikuambie, kuna hii ndoto ambayo Yusufu aliota. Hata kama aliota lini, inaweza kukutendekea siku ya leo. Kuna nguvu katika hiyo ndoto. Mungu anataka kubadilisha maisha yako. Mungu anataka kubadilisha maisha yako. Mungu alikuwa anataka kumwonyesha Yusufu, unaweza kuwa ndio wewe mzaliwa wa mwisho huko katika hiyo familia. Halo, Bwana asifiwe. Unatazama kutoka wapi na majina? Yes, ungependa tuombe kuhusu nini dada? Halo? Unatutazama kutoka Isinya, ungependa tuombe kuhusu nini? Unapopiga simu jua TV iko nyuma na dakika moja. Yes, enda kapige tena, tutaenda kuomba naye. Sikiza, nataka kuambia kitu kimoja. Ile miganda iliposhujudu ilioshana Yusufu anataka kuinua watu. Nitaomba mwelekezi wangu aenda kanipatie break kidogo. Mwelekezi wangu aenda kanipatie break kidogo. Ninapoenda kurudi aenda katika tu shuhuda mmoja ninapoenda kurudi. Mwelekezi wangu nipatie ushuhuda mmoja tafadhali. Mwelekezi wangu naomba ushuhuda mmoja. Mwelekezi wangu tafadhali. Mwelekezi wangu naomba ushuhuda mmoja napoenda kurudi. Mwelekezi wangu tafadhali, ninaomba ushuhuda mmoja tunapoenda kurudi. Edu. Hii cable ni kama imeharibika, nipatiwe nyingine. Chaja nyingine na cable.
nimekubali, wacha. Sawa, niingizwe haraka. Poleni kidogo, kulikuwa na itilafu ya mitambo, lakini tumerudi na Mungu ni mkubwa. Biblia inasema kuwa Yosefu akawaelezea wale ndugu zake kuhusu ile ndoto. Hawakumpenda hata kidogo walipowaelezea. Aliwaelezea ile ndoto kwa roho safi. Aliwaelezea ndoto yake ili waende wakahusike katika ile ndoto, lakini badala ya kuhusika, badala ya kufurahia, walichukia. Na ndipo kuna hatari ambapo wakati unapopatia watu maono yako. Wacha nikwambie mtoto wa Mungu, nataka kufunza kitu kimoja. Mungu anapokunenea vitu, anakunenea ukiwa peke yako. Na na sababu kwa nini aiweki wazi anakunenea wewe, ni kwa ajili anajua kuwa shetani ataenda kushikwa na wivu na ataenda kuinua watu ama majenzi wake waenda kupigana na yale maono. Na ndipo ni kitu cha maana sana. Unaponitazama mtazamaji wangu, uelewe ya kuwa tunapata ya kuwa Yosefu alipoambia kuhusu ile ndoto ya kuwa ilitendeka vile. Unapopata mstari wa 8 unapata ya kuwa his brother, ndugu zake wakasema hivi, mstari wa 8, kumbuka tuko Genesis chapter 37 mstari wa 8. His brother said to him, do you intend to reign over us? Will you actually rule us? And they hated him all the more because of his dream. Biblia inasema nini? Wacha nikusomea katika Kiswahili. Utapata ya kuwa hapo sasa imelete ugomvi badala kulete baraka katika familia. Ndugu zake, mstari wa 8, hiyo ni Genesis chapter 37 mstari wa 8, inasema ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Nataka kuambia kitu kimoja, mtoto wa Mungu. Mara mingi unapokuwa mtu wa maana katika familia, unapokuwa mtu wa maana katika community, usipojichunga, mdomo wako ndio unafanya uwe na maadui. Wakina mama wengi wale wamepokonywa waume, wamepokonywa mabwana sababu ya midomo yao.
wanaenda kusifu bwana yao katika wanawake wengine, na kupitia kwa ile unapata ya kuwa wale maadui wanavamia mume wako, wanamchukua na unabaki bila mume. Kwa hivyo jua sio kila kitu cha kupeleka pale nje. Kuna watu hata akinunua nguo anaenda kusifia watu, na unapata ya kuwa ile nguo yake inaharibika, ile kitu yake inaharibika, ile mali yake inaharibika. Na kupitia kwa hivyo unapata mtu akinunua gari, unakimbia ushago kuonyeshana hiyo gari hairudi, haifiki Nairobi. Sababu ya kuwa kuna hatari wakati ambapo unajipata uko na watu wenye wivu, na unapata ndugu zako wanasema wewe unataka kwenda kutumiliki. Ndoto ikusema hivyo. Ndoto inasema ya kuwa ukinapofuata ule tafsiri wa ndoto unasema kuwa Yosefu atainuliwa na ataenda kuwa kiongozi. Ataenda kuwa kiongozi juu ya watu. Lakini ndugu zake wameipindua, na ndipo mara mingi kuna watu wengi wanajipata katika shida. Unaposhare na watu idea zako, unaposhare na watu kile Mungu ambaye ameweka ndani yako, unapata ya kuwa watu wanaanza kuwa maadui kwa ajili wanakuona kuwa Mungu atakuinua kuliko wao, na sababu ya ushindani ulioko katika familia, sababu ushindani ulioko katika kijiji, kwa sababu ya ushindani ulioko katika miji, unajipata ya kuwa unapata maadui ambao uko unatarajia. Hata watu wa vibarua, hao mama wakufua, wanaenda kwa waganga, wanaendania kwa waganga. Watu wa maduka wanaendania kwa waganga. Watu wa kupika, hata kupika chapati wanaendania kwa waganga. Kwa nini? Wewe unapoenda na kusema mimi upata kazi, vitu vimoja jifunze kuweka siri. Mambo ya familia yako jifunze kuweka siri. Mambo ya mshahara wako jifunze kuweka siri. Mambo ya mume wako, vile anafanya kazi, vile anapata pesa, jifunze kuweka siri. Na ndipo unaona watu wengi wakienda ushago Disemba, wakirudi Januari kazi zinaisha. Kwa nini? Wakienda kula wanaenda kujisifu, wanaenda kujionyeshana, na kupitia kwa wale watu huko kijijini wenye wivu wanaenda wanasimamisha mambo yako. Wanaenda wanakusimamisha na kukanyanga breki. Na ndipo napata hapa Mungu akamnenea Yosefu kuhusu ndoto, kumuonyesha kuwa kupitia kwa hii ndoto ninakuonyesha mtoto wangu unaenda kuwa kiongozi, unaenda kuwa mtu wa maana. Swali ni wewe unabeba aje ndoto zako? Wewe unatumiaje ndoto zako? Umeruhusu Mungu akutumie na atumie ndoto zako? Na ndipo napata hapa Yosefu aliota ndoto nzuri. Kuna watu wanaota ndoto mbaya, nitaguzia hiyo siku ya leo. Kuna watu wanaota ndoto wakikimbizwa na nyoka. Kuna watu wanaota ndoto na watu waliokufa. Kuna watu wanaota wakikula nyama mbichi zilizo na damu. Kuna watu wanaota wakikuwa wamerudi shuleni. Hizo ni ndoto mbaya. Uko shuleni ama unaota kuwa mtoto uko unacheza na matope. Wengine wanaota wakiwa wanakimbizwa na wanyama. Wengine wanaota na makaburi. Wengine wanaota kama wamekufa. Wengine wanaota kama wanahesabu pesa alafu zinapotea. Wengine wanaota kuwa katika vikao vya wachawi, vikao vya watu wabaya. Wengine wanaota kuwa na mabwana na mabibi wa kiroho. Hizo ni ndoto mbaya. Kumbuka ya kuwa vile Mungu alivyoumba ndoto, aliumba ndoto kama means of communication to men. Mungu aliumba ndoto ziwe za kutoa siri zake kwa watu. Lakini shetani anazitumia zile ndoto kutumia ili kupitisha ubaya wake na uovu wake katika watoto wa Mungu. Na kama unaotanga ndoto mbaya, ni vizuri upige simu twende tuombe na wewe. Kama unaotanga kati ya hizo ndoto nimetaja, ndoto mbaya ni mingi sana. Wengine wote wako wameenda kwa mganga na kwa mchawi na wanapatiwa vitu. Wengine wanaota kama wanakatakatwa na kiamka asubuhi anakuta alikuwa ruzu ama amekatakatwa. Hizo ni ndoto mbaya. Kumbuka ya kuwa ndoto nzuri zina manufaa kwa watu. Ndoto mbaya hulete mauti na maangamio katika watu na familia zao. Kuna watu ambao wamenitumia jumbe. Kuna dada aliyetuma jumbe anasema, I'm Rebecca and I need prayer. Rebecca, enda ukatume ujumbe kusema unataka tuombe kuhusu nini? Maombi tu sio maombi. Maombi yanaombwa ya kiongozi, tunaombanga
tukifuata mwelekeo. Nini kile unataka Mungu akutendee? Nini kile unachotaka Mungu akutendee? Jambo gani unaotaka Mungu akutendee siku ya leo? Jambo gani unaotaka Mungu akutendee siku ya leo? Enda ukatume jumbe. Enda ukatume jumbe na Mungu ataenda kukutendea. Kuna mtu ambaye ananiambia, Bwana asifiwe, nimepata hii namba katika MTN. Ningependa uniombee angependa nimwombee kuhusu maisha yake. Kiendelea kukuombea lakini sijui sehemu gani ya maisha yako. Kuna mtu ambaye anasema nimechoka na kuumwa na kichwa. Pastor, nataka uniombee, nimechoka na kuumwa na kichwa. Pastor, nataka uniombee. Tutaenda kuomba na Mungu ataenda kuleta uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu ananiambia, Bwana asifiwe, praise God, I have been at Kenyatta University since 2013 pursuing economy and finance, and I have been occasioned by lack of school fees, and I have just completed 4 out of 8 semesters. Please pray for me. Nitaenda kukuombea Mungu aenda akakupatie school fees katika jina la Yesu Kristo. Partner Lini and David, Mungu awabariki sana. Offering yenu tumepata katika jina la Yesu Kristo. Partner Lini and David, tuko na mapartners ambao usimama na hii kazi ya Bwana. Kuna watu ambao wamejitolea kila mwezi, kila wiki wanasimama kazi ya Bwana, wasimama na hiki kipindi. Mungu awabariki sana Partner Lini. Tumepata contribution yenu na sadaka yenu katika jina la Yesu Kristo. Tumepata fungu lenu la 10. Mungu awabariki sana katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kindly request you stand with me in prayer of intercession to ask the living God to bless me with the right mate for marriage and open my eyes doors for marriage. Nitaenda kuomba na wewe na Mungu ataenda kufungua milango ya ndoa. Kumbuka ya kuwa kuna kitu nataka kuongea kuhusu huyu aliyetuma ujumbe. Mungu anaenda kukupatia ndoto. Mungu anaenda, wakati ukifika wa kuolewa, Mungu anaenda kukupatia ndoto, ataenda kukupatia maono, na utaenda kuona mwanaume ambaye atakaye kuoa. Kwa hivyo kabla huyu mwanaume hajakuja kukuoa, utakuwa na maono kuhusu huyo mwanaume, utakuwa na maono kuhusu huyo ndugu atakaye kuja kukuoa, utakuwa na maono. You will not be confused anymore. Utakuwa na confused fella, utakuwa na confused boyfriend. No, you will never be misled this time. Mungu atakupatia maono. Mungu atakupatia maono katika jina la Yesu Kristo. Mungu atakupatia maono katika jina la Yesu Kristo. Yes, Bwana anazidi kutenda. Hallelujah. Yesu ni Bwana. Yes. Vivian Njage, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Na ningekuomba kama inaweza ukatuma prayer item yako. Patina Waituri, mahali uliko, Mungu akubariki sana. Chochote kile kinakuzuia, kila saa unakufa moyo, roho ya kukufa moyo. Ninaona roho ya kukufa moyo inakufuata katika maishani. Kila wakati unavunjika moyo. Unapoenda kuinuka, ukifika kiwango fulani, Mungu anapokuinuka ukifika kiwango fulani, mambo tu yanageuka, unaanza kufa moyo, unaanza kuacha mambo. Unaanza kusikia kuacha kufanya yale mambo ulikuwa unafanya, kwa ajili ya kuwa hiyo roho imetumwa ili kukuzuia usivuke kiwango fulani katika maisha. Kuna kitu kimoja nataka kukuambia. Wakati ambapo roho kama hii inapotumwa, ni roho ya kukuvuta nyuma. Is the spirit of setback. Ni kitu ya maana. Kila wakati unaposikia hicho, usisimamishe, sukuma zaidi. Kila wakati unaposikia roho yako inakufa, kila wakati unaposikia roho yako inashuka chini, usiache, fanya zaidi. Sasa anza kufanya zaidi. Kama ni kwenda kazini, enda kazini hata mapema zaidi. Kama ni kununua vitu, nunua vitu zaidi, ili sababu wakati huo uanga ni wakati wako wa kupromotiwa. It is your time for promotion. So the devil analeta hiyo roho ili unaporudi nyuma ile promotion inakupita. This year, it is your year to be blessed. You need to persist. Na nakatana kila roho mbaya na kila ndoto mbaya zilizotumwa katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kila roho mbaya na kila ndoto mbaya zilizotumwa katika maisha yako, tunazivunja katika jina la Yesu Kristo. Tunazivunja katika jina la Yesu Kristo. Yes. Kuna mtu ambaye ananiambia, Bwana asifiwe, unatubariki sana, pia ubarikiwa mahali ulipo. Mungu anakupenda.
Mungu anakupenda katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu ambaye amenitumia ujumbe ananiambia mambo yake yanakwama. Katika jina la Yesu Kristo ninaamrisha kila hali ya kukwama katika maisha yako, ninaamrisha iende ikakwamuke katika jina la Yesu Kristo. Chochote kilichotumwa kikakukwamisha, na naona katika maisha yako unaotanga ndoto, unakimbia, lakini ukikimbia uko mahali pamoja, uendelei. Unaotanga ndoto unakimbia, ama unashuka mahali chini lakini ufiki mwisho. Unashuka mahali chini lakini ufiki mwisho. Hiyo ni dalili ya kuonyeshana kuwa katika maisha yako kuna kutokuendelea, kuna kutokuendelea. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo kutoka sasa mambo yako iende kaendelee kutoka leo katika jina la Yesu Kristo. Ninaamrisha milango yako iende kafunguke katika jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho kinakutumia hizo ndoto, kila nguvu zilizotumika katika ndoto, unazuiwa usiachieve, you don't achieve, you start. Kuna mtu ambaye unanitazama, unaanzanga mambo lakini umalizi, na katika ndoto utakuta ya kuwa unapokimbia ufiki mwisho, unafanyanga kuamuka. Unapoanza kuanguka unaenda ufiki mwisho, unafanyanga kuamuka. Siku ya leo katika jina la Yesu Kristo ninavunja hizo ndoto, ninavunja kila roho ya kukwama, ninavunja kila roho ya kuharibikiwa, ninaharibu kila roho ya kuharibikiwa katika jina la Yesu Kristo. Ninaamrisha kutoka leo utaanza utamaliza katika jina la Yesu Kristo. Kuna mwingine amenitumia ujumbe hapa, ninaona amenitumia ujumbe anasema mama yake ni mgonjwa, yuko amelazwa hospitali. Katika jina la Yesu Kristo nataka kama uko karibu naye, enda ukaamini ya kuwa kama uko karibu naye mwekelee mkono. Kama uko karibu na yeye, nataka uende ukaamini ya kuwa Mungu anaenda kutenda. Sikiza, Biblia inasema Yesu alitenda mema, aliponya wagonjwa, aliponya viwete, alibariki watu na kalisha watu. Siku ya leo ninaamini ya kuwa huyo Yesu aliyetenda zaidi ya miaka 2000 anaenda kutendea siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Anaenda kukutendea siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ninakataana kila roho ya setback, ninakataana kila roho ya kurudi nyuma, ninakataana kila roho ya ugonjwa, ninakataana kila roho ya kuzidiwa. Ninaamrisha sasa katika jina la Yesu Kristo, kupitia kwa mapigo ya Yesu Kristo endeni mkapokea uponyaji. Kupitia kwa mapigo ya Yesu Kristo endeni mkapokea uponyaji. Mama yako enda kapokea uponyaji. Ninaamrisha enda kapone sasa. Ninakataana na viini vyote, ninakataana na virus zote na magonjwa yote na germs zote na majina yote ya magonjwa. Hayo tu ni majina, bali kuna jina kuu kuliko majina yote, na hilo ni jina la Yesu Kristo. Ninaamrisha uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Yes, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kuna watu ambao Mungu ameguza na wanasimama na kazi ya Bwana. Kuna watu ambao Mungu ameguza wanasimama na kazi ya Bwana. Veronica, Mungu akubariki sana kuwa mahali ulipo kwa kazi njema ambao umesimama na hiki kipindi. Mungu akubariki sana John, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana Nauku Mwindi, Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana Elizabeth Mwange, Mungu akubariki sana. Mary Kiga, Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Mungu Lazera Achieng, Mungu akubariki sana mahali ulipo, Mungu akubariki sana. Isaac Owino, Mungu akubariki sana mahali ulipo kwa kazi njema uliosimama kazi. Lini David, Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki James Nguge, Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Rosemary, Mungu akubariki sana uko mahali ulipo. Munzuki, Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana kwa kazi nzuri unaofanya kusimama na kazi ya Bwana. Mungu akubariki sana. Vivian, Mungu akubariki sana. Priscilla, Mungu akubariki sana. Charles, Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Watu wote ambao wanaosimama na kazi ya Bwana, ninaamini ya kuwa siku ya leo Mungu anaenda kubadilisha, Mungu anaenda kubadilisha maisha yenu, Mungu anaenda kupita. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Philip, Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Joseph, Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Yes, Mungu anazidi kubariki watu wake. Sikiza mtoto wa Mungu, wakati ambapo unapojinyima kwa ajili ya kazi ya Mungu, naye Mungu anaenda kujinyima kwa ajili yako. Mungu anaenda kunyima malaika starehe kwa ajili yako, ili waende wakakutembelee, ili waende wakabadilisha maisha yako, ili waende wakaondoe machozi katika maisha yako. Ninaona siku ya leo kuna mtu unaenda kupokea ndoto baada ya kujiunganisha na
kazi ya Bwana, baada ya kujiunganisha na hiki kipindi, Mungu anaenda kukupatia maono makubwa. Mungu anaenda kukupatia maono makubwa. Mungu anaenda kukupatia maono makubwa. Kila roho ya kuvutwa nyuma, kila roho ya kukwama, umekuwa ukitembea katika maono ya watu wengine, umekuwa ukiishi katika maono ya watu wengine. Kuna ndoto ambazo zinakuja katika maisha yako. Kuna ndoto ambazo zinakuja katika maisha yako. Kutoka leo utapata ndoto na zitaenda kutendeka. Kutoka leo utapata maono na ukienda kujaribu utaenda kufaulu. Jua kuwa Mungu anataka siku ya leo uende ukajinyime kwa ajili ya kazi yake. Could you partner with this program? Unaweza simama na hiki kipindi. Unaweza shikana nasi kuendelesha hii injili. Unaweza shikana nasi ili kuendelesha hii kazi ya Bwana. Tunataka kufikia watu maelfu na maelfu. Wewe unayetutazama, jua kwa hiki kipindi kimewezeshwa kufika kwako kupitia kwa our partners waliojinyima wakasema kila mwezi nitakuwa nikisimama na hii kipindi na kitu fulani. Kila wiki nitakuwa nikisimama na hiki kipindi kumsaidia mtumishi ili kufikia wengi na kuwahubiria, ili kuombea watu. Siku ya leo ninakusii mahali ulipo, kama una moyo huo, moyo wa kufanyia Mungu kazi, moyo wa kusimama na kazi ya Bwana, moyo wa kuwa partner, chukua hiyo namba. Unaweza kuwa saa hiyo una, lakini unataka kuwa partner, chukua hiyo namba, unitumie ujumbe, uniambie nataka kuwa partner, nitakuingiza katika group ya partner. Na utakuwa ukipata mahubiri zetu, utakuwa ukipata neno la Bwana kila siku. Unahitaji kupata neno la Bwana kila siku, utaenda kupata, na Mungu na neema ya Bwana itakuwa juu yako. Kibali cha Bwana kitakuwa juu yako. Kuna milango baada ya kujiunganisha na hii kazi ya Bwana inaenda kufunguka. Kuna mambo ambayo Mungu anaenda kutenda. Kuna ndoto mbaya zinaenda kufika mwisho. Kumbuka kuwa Shetani pia hutumia ndoto. Shetani tena hutumia ndoto kufunga watu wa Mungu. Shetani hutumia ndoto kufunga watu wa Mungu. Siku ya leo, mtoto wa Mungu, Mungu anataka kukutendea jambo. Mungu anataka kukutoa katika hizo ndoto mbaya. Mungu anataka kukutoa katika mateso. Mungu anataka kukuinua. Mungu anataka kubadilisha kilio chako kiwe furaha. Na siku ya leo Bwana anataka kukupatia ndoto mpya. Ndoto mpya. Ndoto mpya. Ndoto nzuri iliyo na maono mazuri katika maisha yako, mtoto wa Mungu. Sina mengi ya kusema mahali nilipofika. Kumbuka ya kuwa Yosefu aliota ndoto kuwa atakuwa kiongozi, na siku mmoja akakuwa mfalme wa Misri. Sijui kukuhusu wewe. Sijui kukuhusu wewe, unataka ndoto gani? Siku mmoja Yosefu akakuwa mfalme wa Misri. Labda umekaa katika mateso. Labda umekaa katika maisha ya kuhangaika, na ni sababu umekosa mwongozo. Biblia inasema my people perish because of lack of knowledge and wisdom. Unapokosa mwongozo katika maisha, unaangamia, sababu utaenda kufanya vitu vya guesswork. Lakini unapopata ndoto zile za maana, unapopata ndoto nzuri, unapopata ndoto za mwongozo kutoka kwa Bwana, hauangamii, vitu zako haviangamii, kwa sababu utajua kabla wakati. Kuna nguvu katika ndoto. Kuna nguvu za kiungu katika ndoto. Unapopata ndoto za kiungu katika maisha yako, unajuanga mambo na kuyazuia kabla hajatendeka. Siku ya leo, mtoto wa Mungu, nimekuja mbele zako. Labda uko hapa hujaokoka, unanitazama. Hujamkubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako, na ungependa kumkubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Siku ya leo nataka kunena na wewe. Siku ya leo nataka uende ukamkubali tena Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Labda maisha yako yamekwama. Labda ndoa yako imekwama. Labda mambo yako yameharibika. Siku ya leo Bwana ana mpango mwema kuhusu maisha yako. Nataka tuombe na wewe. Nataka tuende tukaombe na wewe, mtoto wa Mungu. Nataka tuombe maombi ya kumkubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Jua kuna mtu amejinyima. Mtu amejinyima. Hili katika hiki kipindi, kila wakati ninapokuja katika anga, niombea watu wokovu. Kuna mtu amejinyima 1000 yake 6. Kuna mtu amejinyima 5000. Kuna mtu amejinyima 100 yake 2. Kuna mtu amejinyima 50 yake. Kuna mtu amejinyima shilingi 20 yake, sababu anataka uokoke. Sababu ndio hakujui, lakini anataka ili neno likufikie. Anataka umkubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Mtoto wa Mungu, siku ya leo kuna hiyo nafasi. Mungu ameitengeneza kupitia kwa partners wetu ambao wamesimama na hiki kipindi, ili niende nikakuombea, ili niende nikakuombea wokovu. Uko hapo unahitaji kuokoka, nataka urudia maneno. Na kama umeokoka, nitumie ujumbe, uniambie mimi nimeokoka katika runinga, nataka uzidi kuniombea, nataka uniongoze. Kumbuka kuwa tuko na kanisa letu. Ukipiga namba ya simu tutakuelezea mahali kanisa liko, na tutakukaribisha katika kanisa letu, na Mungu atakubariki. Na Mungu atakubariki. Wacha nichukue simu. Halo, Bwana asifiwe. If you accept it, you'll be charged for the
Halo, Bwana asifiwe. Halo. Halo. Yes, Bwana asifiwe. Watu wanapiga simu lakini hawaongei, kwa hivyo itabidi tuingie katika maombi ya wokovu. Unanitazama hujaokoka, ama ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma. Labda umejipata katika tabia ambazo ziko kinyume na Mungu, tabia ambazo ziko kinyume na neno la Bwana, tabia ambazo ziko kinyume na kazi ya Bwana. Nataka uamini ya kuwa Mungu yu tayari kubadilisha maisha yako. Nataka uamini siku ya leo ukiokoka, Mungu ataenda kupatia kibali, ataenda kupatia ndoto, na ataenda kubadilisha maisha yako kabisa. Hautarudi tena kuwa vile mtoto wa Mungu. Hautarudi tena kuishi katika mateso. Hautarudi tena kuishi katika umaskini. Halo, Bwana asifiwe. Halo. Halo, Bwana asifiwe. Kumbuka runinga iko nyuma dakika moja, kwa hivyo ongea katika simu. Bwana asifiwe. Amen. Unatazama kutoka wapi na majina tafadhali? Niko Nairobi, naitwa Lilian Awori. Ungependa tuombe kuhusu nini, Lilian? Kuhusu kazi. Ndio. Pia mwili wangu ni dhaifu. Nini kinaendelea kazini? Sina kazi. Okay. Na mwili wako nini kinaendelea? Kichwa inaniuma, kifua imefungana. Ndio. Okay, kuna kitu nitakwambia utaenda kufanya. Baada ya kipindi utanipigia, alafu tutaombea maji. Na hao maji utaenda kuyachemsha, na nitakupatia maagizo. Na ngulize Lilian, naona uhusiano wako uko na hali gani? Nini mbaya na katika uhusiano wako, relationship? Ni story mingi tu, nielezee, sababu naona kitu kilianzia mahali. Kuna kitu kilianzia kutoka kwenye relationship, na ndio sababu hata ukipata kazi huwezi kaa na kazi, na ndio sababu unakaa huko mgonjwa. Na shida ndio ndio. Okay, tutaenda kuomba na najua Mungu ataenda kutenda. Nataka uwekelee mkono katika kifua chako sasa hivi, na baada ya kipindi utanipigia, nitakupatia maagizo vile utaenda kufanya na hayo maji, sawa? Na kutoka hapo mambo yako itaanza kuwa mzuri. Na ukipata nafasi, jua kuwa nafanyanga deliverance kila Friday nafanyanga watu deliverance. Kama ukipata nafasi unaweza kuja kanisani, nitakuelezea mahali kanisa iko, uje nikufanyie maombi ya ukombozi, ufunguliwe kutoka kwa hiyo utumwa. Uwezi kaa maisha ya kukosa pesa, maisha ya kukaa bila mume, na maisha ya kuhangaika na magonjwa. Ni wakati Mungu akutoe, si ni kweli? Atuombe. Umekelea mkono katika kifua chako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naitisha uwepo wako. Ninatuma moto wa Roho Mtakatifu. Ninachoma kila nguvu za giza zilizoachiliwa kinyume na huyu dada, kila nguvu za ushirikina zilizoinuliwa kinyume na maisha yake, kila kifungo alichofungwa. Ninaamrisha sasa kifua chake kiende kafunguke katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema kupitia kwa mapigo ya Yesu Kristo tumeponywa, kupitia kwa jina la Yesu Kristo tumewekwa huru. Ninaamrisha pesa yake na bahati yake aiende karudi sasa katika jina la Yesu Kristo. Aende kaishi maisha ya kawaida. Ninafungua uhusiano wake uliofungwa. Kila milango yake iliyofungika, ninaiamrisha iende kafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Na kila jicho la wivu lililotumika ili kumletea shida hizi zote, ninalivunja katika jina la Yesu Kristo. Na nasema kutoka leo, there shall be no more monitoring spirit. Hata zidi kufuatwa na maroho zinazomfunga na kumtumia vibaya. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba kuamini. Amen. Barikiwa sana. Okay, Mungu anakupenda. Bwana asifiwe. Yes, tunashukuru Mungu sababu Mungu anazidi kutenda, Mungu anazidi kutenda, na Mungu anapenda watu wake. Kumbuka ya kuwa kupiga simu ni bure, kutuma ujumbe ni bure. Unapiga simu, ninakuombea, hakuna mtu anakulipisha maombi. Kumbuka kuwa haya maombi tayari yamesimamiwa na partners, na kama uko hapo na ungetaka kuwa partner, ungependa kuwa partner. Halo? Tafadhali, huyu anapiga reverse call. Halo? 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 Aongee. Kumbuka ya kuwa unatutazama na hujaokoka, labda ukarudi nyuma. Unakuta katika maisha unaweza kuwa uliokoka, lakini shetani akaharibu mambo yako na ukajipata hakuna otherwise. Ukajikuta katika engo,
katika kona, umeingizwa katika kona ambayo ukajipata umetenda dhambi, na kupitia hapo ukafika mahali pa kujichukia. Kuna mtu naye nitazama na imefika mahali unajichukia kwa ajili ya mambo ambayo unatenda. Enda ukapige simu sasa hivi, twende tukaombe. Mungu aenda akakuokoe kabla mauti haijakufikia. Kabla mauti haijakufikia. Ninaongea na mtu. Ninakusihi katika jina la Yesu Kristo. Kuna mambo ambayo unatenda na imefika mahali umejichukia, na kufikia hiyo umejichukia kiwango kuwa sasa unataka kujiachilia, unataka kujiachilia utumike vibaya. Ninakusihi katika jina la Yesu Kristo. Kabla mambo ijaharibika sana. Mungu anataka kuokoa maisha yako. Mungu anakupenda. Mungu anakujali. Wacha kusikiza watu. Una maisha mazuri. Maisha yako ya hapo mbeleni ni mazuri kuliko sasa. Mungu ana mpango mwema juu ya maisha yako. Ende ukachukua hatua ya imani. Uende ukanipigie simu ama ukuje kanisani. Ninaonanga watu Friday deliverance, naonanga watu Friday one on one, mtu mmoja kwa mmoja, kuanzia saa 4. Friday kuanzia saa 4 nafanyanga deliverance mpaka saa 8. Kuanzia saa 4 na kuanga kanisani nafanyia watu deliverance kuanzia saa 4 mpaka saa 8, na kuanga kanisani nikifanyia watu deliverance. Na siku ya Jumapili ibada zetu zinaanza kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 8 mpaka saa 8. Ibada ya kwanza inaanza saa 1 mpaka saa 4:30. Kuanzia saa 4 hapo ni ibada ya ukombozi, ibada ya miujiza. Kuanzia saa 4 mpaka saa 7 tunafanya ibada ya miujiza. Karibu sana kanisani kwetu. Na wewe ambaye unatutazama na ungependa kuja kanisani, chukua hiyo namba simu hapo, hiyo namba ya prayer line. Chukua, enda ukaipige. Labda kuna watu ambaye naona wana mambo ambao wanaogopa kuongea katika runinga. Hizo mambo nipigie baada ya kutoka katika kipindi. Nitaenda kuchukua simu yako, nitaenda kuomba na wewe, nitaenda kukuadvise na Mungu ataenda kutenda. Kumbuka ya kuwa kuna jambo haliwezekani mbele za Bwana. Yote yanawezekana. Wacha tukaenda kuombea wokovu. Na waliorudi nyuma katika wokovu wao ama maisha imewakanganya wakajipata wametenda dhambi. Nataka urudia haya maombi, twende kuombe pamoja. Enda ukarudia haya maombi. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninakiri dhambi zangu zote. Nisamee dhambi nilizotenda, nikijua na nisipojua. Futa jina langu kutoka katika kitabu cha mauti. Andika jina langu katika kitabu cha milele. Baba, ninaomba unitakase na damu ya mwanao Yesu Kristo, na unifanye kuwa kiumbe kipya. Kutoka leo ninaomba na kuamini ya kuwa nimeokoka, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Kama umeomba hilo ombi, tayari umeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yako. Tafuta kanisa linalofunza neno la Mungu katika roho na kweli, mahali ambapo utaenda kufunzwa neno, utaenda kuweka misingi ya neno. Kama una kanisa, karibu sana katika kanisa letu. Kanisa letu linaitwa The Kingdom Church. Kwa majina naitwa Prophet John Wiseman. Na unapotupigia simu tutakuelezea mahali kanisa letu liko. Tutakukaribisha katika kanisa letu. Tutaenda kukufunza neno. Na kama pia ungependa kuungana nasi katika hiki kipindi cha TV, ili kuzidi kueneza neno, Mungu atakubariki. Na Mungu neema kitakuwa juu yako. Kuna mtu ametuma ujumbe amesema, Pastor, tujala kwa siku 3, naomba unisaidie 200. Sawa, nitaenda kukuombea na Mungu ataenda kufungua milango. Kumbuka, pesa sio jibu, lakini Mungu anaenda kufungua milango. Naomba sasa, Baba, katika jina la Yesu Kristo, naomba hiyo familia ambayo haijakula kwa siku 3. Naomba siku ya leo Baba uende ukafungulie milango, enda ukawalishe, enda neema yako ikakuwe juu yao. Enda ukaondolee machozi na mateso. Baraka yako na neema yako ikakuwe juu yao. Enda Baba ukaondolee hali ya kukosa. Enda ukafungulie milango ya pesa sasa katika jina la Yesu Kristo naomba kuamini.
Amen and amen. Amen and amen. Mungu ameenda kutenda. Mwenye ametuma ujumbe, enda ukatoke sasa na kwenda kutafuta, na Mungu atakupatia pesa za chakula siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka kuwa Mungu anaweza na Mungu anabariki. Kumbuka ya kuwa wewe unayetazama utatupata katika runinga masaa kama haya kila siku. Tuko katika masaa kama haya kila siku tukihubiri hili neno, na Mungu wa neema atakuwa juu yake. Nashukuru kwa wote waliosimama na hiki kipindi, waliosimama na hii kazi ya Bwana, waliojinyima ili kutoa kile walichotoa, 1000 yao, 1, 2, 500, 300, 150, 20. Yote yule aliyejinyima ili kusimama na hiki kipindi, Mungu aenda akakuongoze. Na kama vile hivi kipindi kimeenda katika nyumba za watu akikaenda mbali, nao baraka zako zijae katika nyumba yako, gala lako lijae, wallet yako ijae, nyumba yako ijae. Popote pale utaenda, Mungu na neema yake na baraka zake zikaandamane na wewe. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba kuamini. Nataka kuombea wote waliotuma ujumbe na walio na maumivu, na wale wanaohitaji Mungu awatendee, wale wanaohitaji school fees Mungu aenda akawapatie katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunawafunika watazamaji wetu wote na damu ya Yesu Kristo. Wana mahitaji tofauti, wanaohitaji uponyaji, Baba natuma uponyaji. Wanaopitia maumivu, naomba Baba enda kaondolee maumivu. Wanaopitia mateso, Baba siku ya leo naomba katika jina la Yesu Kristo enda kaondolee mateso. Wanaofinyika, Baba enda kaondolee kufinyika. Wanaohitaji pesa, Baba enda kawabariki na pesa. Wanaohitaji makazi, enda kawapatie makazi. Wanaohitaji milango ifunguke ya kwenda ya visa, na amrisha sasa enda kawafungulie milango katika jina la Yesu Kristo. Wanaohitaji neema, enda kawapatie neema. Wanaohitaji kibali, enda kawapatie kibali. Wanaohitaji uponyaji, Baba enda kawaponye katika jina la Yesu Kristo. Baba naachilia neema yako, naachilia kibali chako. Naomba siku ya leo Baba enda kawatendee muujiza wote wanaotutazama katika jina la Yesu Kristo. Wanaohitaji huruma, wanahitaji kuondolewa machozi, enda kaondolewa machozi Baba. Enda kazunguke watazamaji wote wa MTN na damu ya Yesu Kristo. Tunaombea MTN Kenya, tunaifunika na damu ya Yesu Kristo. Enda kawezeshe kupanuka, enda kawezeshe kufikia watu wengi. Enda Baba kawezeshe, enda kakuwe kwa baraka, enda kakuwe baraka kwa wengi. Enda kaitumie kama chombo Baba kubadilisha watu wako maisha yao. Enda Baba ukakuwe na wana. Tunaomba Baba wiki iwe ya neema, ya kibali na ya baraka katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mungu kwa ajili wakati tunapoomba unajibu maombi yetu na unatenda. Enda kawatendee miujiza zaidi, enda kaongeze zaidi, na enda kukakuwe na mashuhuda katika maisha yao kupitia kwa runinga MTN. Waenda kaone mkono wa Mungu katika maisha yao, na ni katika jina la Yesu Kristo omba kuamini. Amen and amen. Shalom, shalom. Mungu abariki. Tazama hizo mashuhuda Mungu anapozidi. Enda kaone vile Mungu amewatendea, nawe pia jitayarishe kutendewa. Shalom, shalom. Barikiwa.